Vile mnajua ni Gaucho. Leo nataka kuongea kama mwanachama ya ODM. Kulingana na ile function ya jana ambayo tulikuwa jana. Mambo ya kwanza ambayo nataka kurespond kwao. Nataka kurespond kwa ndugu yangu ambao namheshimu, ndugu yangu ambao nampenda, ndugu yangu ambao tunafaa tuchukue example kwake kama kiongozi ambayo tumekuwa naye kwa mambo mingi, na yeye ndio kama kijana brother yetu mkubwa, tunafaa tuchukue example mzuri kutoka kwake. Mwingine ambaye hakuna example ambao tunaweza chukua kwake kabisa, juu kuna kitu yote ambaye anajua kuhusu ODM. Alitolewa kumaliza law, hakukuwa anajua kuvaa vizuri, akaletwa akavalishwa, baba kampea gari ya kukimbia nayo. Sijui kama alinunua gari, alinunua juzi. Edwin Sifuna, my friend, mimi si wale vijana wanaweza kuja waseme tutaomba msamaha. Mimi hakuna msamaha naweza omba. Na nasema kitu kwa sababu mimi tunahitaji chama ya Lubinga iende mbele, kwa sababu mali popote yako kwa kaburi, hiyo ndio ilikuwa uishi yake. Na vile wengine wanalia kila mahali, yo niliongea na yeye, nilikuwa nafanya nini na yeye. Mimi pia iko vitu alikuwa ananiambia, na alikuwa anaambia watu wengi. Baba alitaka chama ibaki na unity, na chama yake iende ikue kama ya South Africa ama ya Tanzania ruling party. Unaona? Lakini iko watu ambao wanatumika kudestroy hiyo chama within, wakijifanya hao wanapendwa sana na hao wanaongea sana lugha ya wananchi. My friend, iko mtu alikuwa anaongea lugha ya wananchi kuliko Raila Amolo Odinga. Ameongea hiyo lugha ya wananchi zaidi ya miaka 50. Unaona, akitetea watu, na wao watu walimuishia kukufa kabla akufe. Hao watu walishatuambia kwamba eti akufe, na wanamuishia kufe mpaka wakamwekea sanduku. Watu kama hao leo mnatuambia ya kwamba wanaotumia eti messages musome. My friend, nikianza na ndugu yangu, brother yangu mkubwa ambaye unajua amesoma kuniliko. Yeye alianza uongozi kama akikuwa kwa tumbo ya mama yake alikuwa tayari yeye ni kiongozi. Akizaliwa yeye alikuwa kiongozi. Yeye maisha yake yote amekuwa kiongozi, na kuna kiongozi bora kuliko huyo ndugu yangu kutoka hii Kenya kwa Wajaluo community. Hakuna mtu anaweza kufikia yeye kwa uongozi. Mambo ya masomo hakuna mtu amemfikia. Luo Nyanza mzima yeye ndio mtu msomi sana, akona degree zaidi ya 20 na bado anaendelea. Law amesaidia tangu aanze law, ametoa watu wote, toa robberies nini, yeye ndio mzuri sana. Kesi hakuna kesi inaweza mshinda. Yeye ndio wise. Yeye the moment akikanyaga nje akiabusu asubuhi, the more vile anakuanga wise jana, bado anakuanga wise zaidi vile anazidi kukua, anakuanga wise zaidi. The same time yeye ndio kiongozi mzuri sana, na yeye pia ndio mtu mungwana sana na mtu rosafi sana. The same time yeye ndio mtu ukileto baya, yeye ndio mtu mbaya sana. So hizi vitu zote yako, hii tol zote ako nayo. Mimi naomba tu ndugu yangu, kabla Odinga akufe, ulienda ukasema wewe support broad base, na ukaenda ukaendorse Kalonzo Musyoka kama kiongozi yako. Kitu ya kwanza huyu ndugu yangu anasahau, Raila akisupport akikuwa na Kalonzo, yeye alikuwa university student. Raila Odinga akiweka agreement na Kalonzo in 2013, yeye hakukuwa ODM, hakukuwa mobilizer wa ODM, hakuna kitu alikuwa anafanyia ODM. My friend, agreement ya mwanaume na mwanaume either kibiashara ama kwa nini, na mmoja amekufa. Wewe hujui vile waliagree, Samolo waliagree, hujui kama alipionga Kalonzo pesa ndio amsupport hiyo. Jua kuna mwanaume zuzu anaweza support mwanaume mwingine mara 3, na yeye pia anataka huyo mwanamke. Kama hakuna kitu baba alikuwa anampea, angeshamuacha ili aende peke yake. Lakini sasa zingine kwa kitu baba alikuwa anampea ambao wewe hujui, mimi sijui na wengine wajui. Kwa nini wewe hii agreement unataka kudwell in sana kwa hii agreement? Ulienda Kalonzo akakwambia kwamba akakuvalisha kofia ya Wiper. Najua wewe ni wise sana, wewe ni kiongozi poa sana, wewe ni kiongozi bora sana, ukapewa nafasi ya kukuwa deputy party leader ya Wiper. Ndugu yangu, in 2007 iko kitu ujui. Mimi nilikuwa mtu mdogo wa kumobilizia ndolo watu. ODM as party, ODM as party, tulikuwa na ODM Kenya ambayo ilikuwa inaongozwa na ilikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Manzo. Wakati Raila Odinga ambayo ni kiongozi wako na ni baba yako akitaka kuwa president,
walikimbia na mchungwa nusu na certificate ili Raila Odinga ambao ni baba yako akose kukuwa president in 2007. Kwa sababu hakuna mtu aliamini ya kwamba Luo, mtu anaitwa Mjaluo anaweza kuwa president Kenya hii. Hiyo ndio kitu ilifanya Nyachae akakimbia. Alijua mtu hajatahiri afai kukuwa kiongozi Kenya hii. Raila Odinga alimobilize wakina Henry Kosgei, Olintimama, Sally Kosgei, the late Lona Laboso na kina Kones. Olintimama akisema yeye president wake ni Raila Odinga. Fred Gumo. Hapo ndio watu waliona kweli Mjaluo ako serious anataka national cake. Walituona tu kama watu wa kusupport na kupigana kwa street. Raila ndiye alituleta mpaka tukakuwa kwa national. Watu wote walistuka. Hiyo ndio huyo kiongozi wenyewe ambaye anawatumia leo Uhuru Kenyatta akasense kumbe huyu Mjaluo ako serious anataka kuwa president. Hapo ndio Uhuru akakimbia akarudi kujoin Kibaki in 2007. Kalonzo akaenda na ODM Kenya ambayo inaitwa Wiper. Sasa zile unavaa Wiper unatukumbusha ODM Kenya ya kwamba wewe unafurahia wale walifanya Raila Odinga kose kuwa president in 2007. Kalonzo alitumia ODM Kenya kusema nitapita katikati yao. Hiyo wakati nyinyi ambao mnasema ya kwamba mnapenda justice. Kalonzo anapenda justice. Hiyo 2007 watu walikufa wangapi? Kalonzo kwa nini hakusema ya kwamba hataki kuingia kwa blood based? Kama ilikuwa blood based government ilikuwa ya 2007. Kwa nini angesema ya kwamba hii damu ni mzito? Wacha ni Kibaki wacha Raila Odinga kwa nini akuwe president? Aliingia ndani wakaanza kufrustrate Raila Odinga kwa serikali ambayo Raila Odinga alitengeneza. Wewe ni ndugu yangu mkubwa na kuheshimu na iko vitu zingine naonanga ukisema ya kwamba umepigania ODM sana. Boss, mimi nimekuwa mobilizer wa ODM since 2007. Endo ulize Ndolo, endo ulize Gumo, endo ulize Rejo Shebesh. Mimi nimekuja kukujua 2017 ukikuja kutafuta kiti kusimama Embakasi, then tukakuadvise uende Embakasi. Ulikuwa endo usimame kwa nani kwa Gakuya. Tukakuambia pale Wakikuyu ni wengi ukuje Embakasi East. Leo wewe unakuja kutuambia vile wewe ni waisa, wewe ni kiongozi bora na wewe unaweza kuwa president. Unasahau Simba Arati alitolewa kwa Sukuma na Raila Odinga akakuwa nominated, leo ni governor Kisii. Unasahau ya kwamba wakina Junet walitolewa kwa kuuza mali, walikuwa nauza mali, leo ni director wa nini. Unasahau Ali Hassan Joho, mimi nikienda campaign na Ndolo akiniweka kwa gari na slippers by election ya anania Mabosa. Wao kuna mali tulikuwa nakujua. Mimi nikibeba kama gunia nikipeleka Mombasa, twende tusaidie Joho campaign. Kama Joho ni muoga mbaya sana, haisika microphone hata aongee ni 10. Leo hii wewe ndio umekuja leo na wewe ndio umejua kila kitu na wewe ndio unafaa kuwe party leader. My friend, ndugu yangu Babu, si tuende tu pole pole. Baba Raila, kama unasema Raila Odinga unampenda, unapenda baba yako, uwezi tamani kurithi baba yako bibi yake kama shingo yake jakateka. Uwezi tamani kurithi bibi ya baba yako na uanze vita kama baba yako hajamaliza hata mwezi. Bro, na kuomba tu. Tunajua wewe ni mwerefu, tunajua umesoma kutuliko, tunajua wewe ni kiongozi bora. Hizo zote tumekubali, tumekupea. Lakini hata Mungu hakukuwa mjinga kuweka Shetani atujaribu na akakuwa yeye ni mtakatifu. Aliwacha Shetani kazi yake na akakuwa kazi mzuri. So wache kazi moja, wewe sikuwa wewe ndio mzuri, wewe ndio waiza, wewe ndio mbaya, wewe ndio unaweza ua, wewe ndio unaweza nini, wewe ndio unaweza kila kitu unaweza chukua bro. Unaona? Na mimi nakuomba na unyenyekevu. Kwa wale vijana wote, si kwako peke yake, kwa wale vijana wote wakina Edi nani, wale vijana wanajua wako smart. Please, si tusaidie tu kujenga chama ya Raila Odinga. Tuachane nani anafaa kwa. In fact, discussion kama wewe ni kijana Mjaluo ambaye anapenda Wajaluo, hatufai kukuwa na discussion nani anafaa kuwa kingpin na nani anafai kukuwa. Discussion ambayo tunafaa tukue nao sahihi. Kucriticize government ya Ruto si mbaya, lakini tunafaa tukriticize tukisema ya kwamba ulipea Mbadi kazi. Mbadi umeempower chama ya mama ngapi? Ulipea Opiyo Wandayi kazi. Kemsa na wapi Opiyo Wandayi umeandika watu ngapi? Ulipea Joho kazi. Joho umeandika wakosti wangapi? Ulipea Paranya kazi. Uliandika watu ngapi? Atandi wewe uko kwa budget. Umetengeneza barabara zetu ngapi? Umeweka pesa ya ku make sure ya kwamba uchumi inapanda kulingana na barabara zimejengwa. Nyanza, Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu, barabara ngapi ya Tandi umetengeneza? Hiyo ndio conversation ambayo tunafaa Raymond Omolo, sasa hivi watu wanachukuliwa polisi. Watu ngapi umechukua kutoka Migori, Siaya, Homa Bay na Kisumu? Hiyo ndio conversation ambayo tutafai tukue nayo. Si conversation ya nani anafai kukua mkubwa, nani anafai kukua mkubwa. Mimi nauliza, wale vijana walikuwa kwa maandamano, waliuliwa, bibi zao wamebaki. Tunajua kama walilipwa ama kulipwa. Tunajua mabibi zao wameridhiwa ama hawajaridhiwa. Tunajua bibi zao wanaishi aje ama waishi. Watoto wao wanaenda shule ama waendi shule. Nyinyi mnatukujia tena ya kwamba mtakuja kwa barabara. My friend Babu,
If you are a real Luo, hautakubali vijana wetu wakufe vile wamekufa. Raila Odinga kukuwa mjinga kusema ya kwamba enough is enough kweni kwa broad based government. Mimi nauliza, wewe mwenyewe, juu tumejua jana tulijua sponsor wenyu. Wewe mwenyewe ulituambia Uhuru Kenyatta is a conman. Alikon Raila Odinga. Na ukisema Uhuru ukikula na devil, unafaa ukule na nini, ukule na uma refu na M16. Wewe leo nao unakula na hao na kijiko ya karibu. Alafu unataka tuamini hiyo kitu. My friend, mimi ni Mjaluo, wewe ni Mjaluo, sisi ni Wajaluo. Tunaweza kosa kuagree kwa mambo zingine, but lazima to defend jamii. Na nataka nikuambie kwa sababu umesoma kuniliko, lakini nataka nikukumbushe history. Raila Odinga after kupigania Kenya in 1980 something mpaka 1980 something akuje kwa MP in 1992. Raila kwanza alipigia Kenya, then akarudi kwa jamii kwanza, akashika jamii. Then akatoka nje after jamii, akishashika Wajaluo na NDP, then alikuja akatoka akarudi ODM kushika national. William Ruto alikuja na URP kushika Kalenjin kwanza, then akarudi national. Uhuru Kenyatta alikuja na TNA kwanza kudefend Wakikuyu, Wajaluo wakiuliwa na Naivasha na Nakuru. Alitoka kama Kikuyu, hakutoka kama nationalist. Wewe ni mtu aina gani ambaye unafurahisha majirani, unafurahisha maadui? Sasa zile watu wetu wanasafa, unataka watu wetu warudi tu kupigana. My friend, mimi sikatai huko na right ya kutafuta ambition yako, but the same time lazima tuangalie jamii yetu kama jamii. For wamesafa, kama Raila Odinga ndio tulikuwa nauliwa kama hayuko. Leo Raila Odinga yuko. Unataka vijana wangapi wauliwe? Iko mtu hata wewe mwenyewe anaweza kutetea, ndugu yangu babu. Kama leo wao watu wameamua kukuchukua, iko mtu anaweza kukutetea. Raila Odinga ndio waliogopa simu yake, waliogopa wakifika kwa station walikuwa nawacha. Unataka kutuambia ya kwamba tena vijana kutoka Kondele, Migori, Omabei na hapa Madadare, Dandora wapi watoke nje waende wauliwe because unataka kuwa kingpin, unataka kuwa party leader? My friend, enough is enough. We will remain kwa broad based government. Na mimi naambia kina Mbadi, Raymond Omolo, jamii ni kubwa kuliko kila kitu. So mimi nitasimama na jamii na nitakuwa na jamii.